Miongoni mwa maeneo ambayo yanaogopwa sana na vyombo vya ulinzi na usalama basi ni Kimara. Baadhi ya taarifa nimezipata, maaskari wengine wamekuwa wakilalamika kupangwa eneo la Kimara, ni bora wangepangwa eneo lingine kwa sababu Kimara ndiko asilimia kubwa vurugu zinaanziaga. Lakini mpaka wakati huu Kimara bado hali ni shwari na kuna mtu aliyetoka kwa ajili ya kuandamana. Zaidi waliojaa ni maaskari, lakini pia ukipita lazima utafanyiwa ukaguzi wa kukaguliwa kitambulisho chako na kuulizwa wapi unaelekea. Hata kama upo kwa gari au kwa bodaboda, aidha unapita kwa miguu, lazima utasimamishwa na kuulizwa unaelekea wapi na kitambulisho chako kiko wapi. Lakini mpaka wakati huu bado hakuna mtu yeyote aliyeandamana katika eneo hili la Kimara, ambapo ndio maeneo ambayo yanaanziaga vurugu. Mara nyingi ndio sehemu ambazo hata vyombo vya ulinzi na usalama vinaogopa kupita maeneo hayo. Bila shaka inawezekana ikawa Desemba 9 kusiwe na maandamano yoyote, kwa sababu mpaka wakati huu ni saa 4, lakini bado hatujasikia maeneo yoyote au mkoa wowote ambao umeandamana kwa ajili ya kudai haki kama wanavyodai Gen Z ambao walikuwa wakihamasishana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wakitaka haki, lakini pia wakitaka kujua wapi walipo ndugu zao walipotea na kujua miili ya ndugu yao iko wapi waliokufa Oktoba 29. Lakini mpaka wakati huu hali ni salama, waliojaa mtani ni polisi peke yake, wala sio raia. Raia wengi wako ndani na shughuli nyingi zimefungwa, hakuna maduka yaliyofunguliwa katika maeneo makubwa ya biashara. Nikukumbushe mwanafamilia, kama ni mara yako ya kwanza kutembea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu kwa urahisi zaidi.